yetu ya tafsiri katika kusoma tafsiri ya surati Yusuf alayhi assalam. Naam, tulisoma tafsiri ya aya ya kwanza mpaka aya ya 7. Kwa hiyo leo tunaanza tafsiri aya 8. Aya ya 7 anasema Allah tabaraka wa taala, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin, hakika kulikuwa kwa Yusuf na ndugu zake kuna mazingatio, kuna mafundisho. Wanaulizia habari yao kwa wale ambao wanauliza kisa chao. Kisha Allah tabaraka wa taala akaanza kuelezea namna ilivyokuwa baina ya Yusuf alayhi salam na baina ya ndugu zake. Akasema Allah tabaraka wa taala, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna, kumbuka waliposema ndugu zake na Yusuf, walisema wakawa wanaambiana wao kwa wao, wanazungumza wao kwa wao, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna, walisema hakika Yusufu na ndugu yake alikuwa anaitwa Binyamin, Kwa hiyo wakasema hakika Yusufu na ndugu yake ahabbu ila abina minna, wanapendwa na baba yetu kuliko sisi, wanapendeza kwa baba yetu kuliko sisi, yani wao wanapendwa zaidi kuliko sisi. Wa nahnu usba, na sisi ni kundi, sisi tuko wengi, lakini baba anampenda Yusufu na ndugu yake zaidi kuliko sisi. Inna abana la fi dhalalin mubin, hakika baba yetu yupo katika kosa la wazi. Yani baba yetu yupo katika kosa la wazi, yani kwenye hili jambo yupo kwenye kosa la wazi kabisa. Kwa nini apende wawili zaidi kuliko wale ambao ni wengi? Na wale ambao ni wengi wana manufaa kwake zaidi kuliko hawa wawili. Wale ambao ni wengi wana manufaa zaidi kwake kuliko hawa ambao ni wawili, lakini yeye anawapenda wawili zaidi kuliko sisi ambao ni wengi. Kwa hiyo wakawa wanazungumza hivi, wakawa wanaambiana hivi, hina qala ikhwatuhu fima bainahum, waliposema ndugu zake baina yao, la Yusufu wa akhuhu shaqiq, hakika Yusufu na ndugu yake ashaqiq, yani ndugu yake mama mmoja, kwa sababu hawa wengine walikuwa ni wamama tofauti. Kwa hiyo wakasema baina yao, hakika Yusufu na ndugu yake
ahabbu ila abina minna, anapendeza kwa baba yetu kuliko sisi, anapendwa na baba kuliko sisi. Wa nahnu jamaa, yarhamkallah, wa nahnu jamaa, na sisi ni kundi, dhu adad, na sisi ni kundi lenye idadi ya watu wengi, sisi ni wengi. Fakaifa faddalahuma alaina, vipi awafadhilishe hawa wawili juu yetu, vipi awafadhilishe hawa wawili juu yetu. Fakaifa faddalahuma alaina, vipi awafadhilishe hawa wawili juu yetu. Vipi hawa wawili waonekane ni wazuri kwake kuliko sisi, na sisi ndo wengi, na sisi ndo wengi. Inna lanarahu fi khata'in bayyin, hakika sisi tunamuona yupo katika kosa la wazi. Hina faddalahuma alaina, pindi alipowafadhilisha juu yetu. Min ghairi sababin yadhharu lana, pasina sababu ambayo inadhihiri kwetu. Kwa hiyo sisi tunamuona yupo katika kosa la wazi kabisa. La fi dhalalin mubin, maana yake yupo katika kosa la wazi, hawakusudii upotevu kwa maana ya ukafiri, hawakusudii hivi, kwa sababu wangekusudia hivi na baba yao ni nabii wangekufuru yani. Kwa hiyo haya maneno wakawa wanaambiana baina yao, wakawa wanasemeshana baina yao, yani kana kwamba watu wamekaa wanajadili mambo yanavyoenda katika familia yao, wanajadili mambo yanavyoenda katika familia yao. Nani anatangulizwa zaidi na nani anaachwa, nani anapendwa zaidi, nani anapendwa kiasi. Kwa hiyo wakawa wanajadili baina yao, wanazungumza baina yao. Kwa hiyo wakaona kwamba Yusuf na ndugu yake wanapendwa na baba yao kuliko wao, na wakaona kwamba hili jambo haliko sawa, hili jambo sio zuri kabisa. Yani sisi hatujapenda, sisi hatukubali hili jambo, hatukubali mwenendo ambao anaenda nao baba, si hatukubali. Kwa hiyo wakawa wanashauriana baina yao, tufanyaje? Hali ndo hii, tufanyaje? Hali ndo hii. Yusuf ndo anapendwa, Yusuf na ndugu yake ndo anapendwa na baba kuliko sisi. Kwa hiyo tufanyaje? Na sisi hatuwezi kukubali hii hali iendelee, hatuwezi kukubaliana kabisa na hii hali. Allah tabarak wa taala akaelezea ajenda ambazo walishauriana baina yao. Allah tabarak wa taala akaelezea ajenda ambazo walishauriana baina yao, wakaambiana baina yao, uqtulu Yusufa. Kuna rai ikatoka, muweni Yusuf. Yeye ndio anapendwa, yeye ndio anaonekana ni wa maana kuliko sisi na ndugu yake, basi muweni, muweni. Au itarahuhu arda, au mtupeni ardhi ya mbali, au mtupeni ardhi ya mbali, asiwepo hapa nyumbani. Yakhlu lakum wajhu abikum,
uso wa baba yenu utakuwa upande wenu. Baba yenu atakuwa anawaangalia ninyi, kwa sababu Yusufu hatakuwepo wakati huo. Watakunu min ba'dihi qauman salihin, na mtakuwa baada ya hilo jambo, yani baada ya kumua Yusuf au baada ya kumtupa ardhi ya mbali, mtakuwa qauman salihin, mtakuwa ni watu ambao ni wema, mtatubia kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala atawasamehe. Haya yataisha na yatapita, lakini asiwepo hapa nyumbani. Uqtulu Yusufa, muweni Yusuf, au ghayibuhu fi ardhin ba'ida, au mpelekeni ardhi ya mbali. Yakhlus lakum wajhu abikum, utakuwa kwenu uso wa baba yenu. Fayuhibbukum hubban kamila, atawapenda mapenzi ambayo yamekamilika. Watakunu min ba'di ma taqdimuna alayhi min qatlihi au taghyibihi qauman salihin. Watakunu min ba'di ma taqdimuna alayhi min qatlihi au taghyibihi qauman salihin, na mtakuwa baada ya yale ambayo mnayafanya, mnayaendea katika kumua Yusuf au kumpeleka mbali, qauman salihin, mtakuwa ni watu wema. Hina tatubuna min dhanbikum, pale ambapo mtatubia na hii dhambi yenu, je, mtakuja kuwa ni watu wema. Angalia, wanahamasishana kufanya uovu, na wanafarijiana kwamba hili jambo mtakuja kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Na sasa hivi kuna watu ambao nafsi yake inamshawishi kuzini, akikumbuka kwamba zina ni haram na ni katika madhambi makubwa, nafsi yake inamrudia, inamwambia kwamba utatubia kwa Allah tabaraka wa taala, Allah atakusamehe. Kwa utakuta anahangaika na nafsi yake, mwishoni anaingia katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Na kuna watu ambao anafikiria kula riba, lakini anakumbuka kwamba kula riba ni haram. Riba ni haram katika Uislamu. Nafsi yake vile vile inamwambia, au anapata mtu wa kumwambia kwamba wewe fanya, lakini utatubia kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna watu walikuwa na mgonjwa, wakajaribu kumtibu mgonjwa wao kwa ruqya ya kisheria muda mrefu, akawa hajapona na hajakaa vizuri. Wakawa wanazungumza, hii hali itaendelea mpaka lini? Ili hii hali ishe, afadhali tuende kwa mchawi akaondoe huu uchawi ambao amefanyiwa huyo mtu. Na mmoja wao akasema, si tuende, mtu akipona tutakuja kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, tutamuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe. Mimi nikamwambia kwamba hili jambo haliruhusiwi, na haitakiwi kwa Muislamu kuyaendea maasiya, kuyaendea maovu kwa hoja kwamba yeye atakuja kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Haitakiwi kufanya hivi, bali Muislamu anatakiwa ajiepushe na maasiya moja kwa moja.
ikitokea amefanya yale maasi, basi anatakiwa tubie kwa Allah tabaraka wa taala, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kwa hiyo hawa wakawa wanahamasishana kumuua ndugu yao, wanahimizana kumuua ndugu yao au kumtupa ardhi ya mbali, kumpeleka mbali. Walipokumbuka kwamba haya ni madhambi na Yusufu hajafanya jambo ambalo linamfanya auliwe, hajafanya jambo ambalo linamfanya astahiki kuuliwa au kutupwa ardhi ya mbali, kupotezwa ardhi ya mbali. Walipokumbuka hili, wakafarijiana kwamba nyinyi mtatubia kwa Allah tabaraka wa taala, watakunu min ba'dihi qauman salihin. Anasema Allah tabaraka wa taala, qala qailun minhum, akasema msemaji katika wao, akasema msemaji katika wao. Wanasema kwamba alikuwa ni yule mkubwa wao. Huyu mkubwa wao alikuwa kidogo ana huruma na Yusuf, ana huruma na Yusuf. Qala qailun minhum, akasema msemaji katika wao, la taqtulu Yusuf, msimuue Yusuf. Kumuua hiyo ni mbaya sana, kumuua hiyo ni mbaya sana na ni dhambi kubwa mno. Wa alquhu fi ghayabati aljubbi, msimuue Yusufu. Wa alquhu fi ghayabati aljubbi, na badala yake mkamtupie kwenye kisima, yani ndani kule kwenye kisima. Ghayabati aljubbi ni ndani kule kwenye kisima, mkamtupe kwenye kisima. Yaltaqituhu ba'dhu as-sayyara, ataokotwa na baadhi ya wapita njia. Baadhi ya wapita njia watamuokota, wakimuokota wataondoka naye, atakuwa tayari hayupo. In kuntum fa'ilin, kama ninyi ni wenye kufanya kile ambacho mmekusudia cha kumtenganisha baina yake na baina ya baba, kama mnakusudia kumtenganisha baina yake na baina ya baba, mimi naona rai nzuri ni kumtupa mbali, kumpeleka mbali, lakini kumuua hapana. Kumuua hii ni hapana. Qala ahadul ikhwa, akasema moja katika ndugu, la taqtulu Yusufa, msimuue Yusuf, walakin irmuhu fi qa'ri al-bi'ri, msimuue Yusuf lakini mtupeni kwenye kina cha kisima. Ya'khudhuhu ba'dhu al-musafirin, atachukuliwa na baadhi ya wasafiri wapita njia. Alladhina yamurruna bihi, wale ambao watapita kwenye hicho kisima, watamuona, wataondoka naye. Fahadha akhaffu darara min qatlihi, hili jambo lina nafuu, lina madhara madogo kuliko kumuua. Kumuua ni mbaya zaidi. In kuntum azimina ala ma qultum bi sha'nihi, ikiwa mmeazimia katika yale ambayo mmesema katika jambo lake, kama mmeazimia kweli, msimuue, badala yake mkamtupe kwenye kisima, ataokotwa na watu. Sasa watamchukuaje Yusuf kwa baba yao? Na baba yao anampenda, muda mwingi yuko naye, watamchukua vipi ili wakatekeleza hii rai ambayo wameambiwa na mkubwa wao? Watamchukua vipi?
itabidi watafute namna ya kumchukua, itabidi watafute maneno ya kumkinaisha baba yao akubali waondoke naye, akubali waende naye. Wakamfuata baba yao. Qalu ya abana, wakasema ewe baba yetu, ma laka la taamanna ala Yusuf, una nini hautuamini kwa Yusuf? Waliona kwamba hawaamini, hana imani nao. Kwa hiyo wakamwambia, una nini hautuamini kwa Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, na hakika sisi ni wenye kumnasihi, ni wenye kumtakia kheri. Sisi tunamtakia kheri, kwa nini hautuamini? Kwa nini hautuamini? Walamma ittafaqu ala ibadihi, walipoafikiana kumweka mbali. Qalu li abihim Yaqub, wakamwambia baba yao Yaqub, ya abana ma laka la taj'aluna umana ala Yusuf. Wakamwambia baba yao Yaqub, ewe baba yetu, una nini hautufanyi sisi ni waaminifu kwa Yusuf? Hautuamini kwa Yusuf. Wa inna lamushfiquna alayhi, na sisi tuna huruma kwake, sisi tunamhurumia, sisi hatuna shida naye, hatuna shida kabisa. Huyu ni ndugu yetu, wewe umetuzaa, sisi hatuna shida naye, sisi hatuna shida naye. Wa inna lamushfiquna alayhi, sisi tuna huruma naye. Naraahu mimma yadhurruhu, tutamlinda na yale ambayo yanamdhuru. Kama kutakuwa kuna jambo linamdhuru, sisi tutamlinda, hatudhurika. Wa nahnu nasihuna lahu bihifdhihi, na sisi tunamtakia kheri kwa kumhifadhi, wa riayatihi, na kumchunga, hatta yauda ilaika salima, paka atarudi kwako hali ya kuwa yuko salama. Fama alladhi yamna'uka min irsalihi ma'ana, ni jambo gani linakuzuia wewe kumwachia atoke na sisi? Ni jambo gani? Sisi hatuna shida naye, sisi tunamhurumia, tunamlinda na yale ambayo yanamdhuru, tunamtakia kheri, tutamhifadhi na kumchunga mpaka atakuja nyumbani salama. Kwa nini hautaki tuondoke naye, tutoke naye? Arsiluhu ma'ana, mwachie atoke pamoja na sisi. Arsiluhu ma'ana ghada, mwache atoke na sisi kesho, acha tutoke naye kesho, mwache. Yarta wa yal'ab, mwache pamoja na sisi kesho, atoke na sisi kesho. Yarta, akale matunda. Wa yal'ab, na akacheze, tukacheze pamoja, tukafurahi pamoja. Tunaenda tu tunarudi baadaye nyumbani, kwani kuna shida gani? Wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutamlinda, sisi tutamhifadhi, hawezi kutokewa na balaa, hawezi kutokewa na shida, tutarudi nyumbani. Mbona sisi tunaendaga tunarudi? Maana yake tukienda naye vile vile tutarudi, hakuna shida. Ismah lana na'khudhuhu ma'ana ghada, turuhusu sisi tumchukue pamoja na sisi kesho. Yatamatta bitta'am, akafurahie kwa kula chakula, kwa kula matunda. Wayamrah, na vile vile akacheze, tukacheze naye. Wa inna lahu lahafidhun, na sisi ni wenye kumlinda. Min kulli adhan yusibuhu, sisi ni wenye kumlinda na kila maudhi ambayo yatampata. Sisi tutamlinda, sisi tutamhifadhi.
Haya yote ni maneno ambayo wanazungumza kwa ajili ya kumshawishi baba yao akubali waondoke naye. Angalia kile ambacho wanadai kwa baba yao wataenda kukifanya na Yusufu, na angalia kile ambacho wamekikusudia katika nafsi zao. Baba yao akawajibu, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi, akasema hakika mimi inanihuzunisha nyinyi kuondoka naye, nyinyi kutoka naye. Wa akhafu an yaakulahu dhi'b, na mimi naogopa yeye kwenda kuliwa na mbwa mwitu. Wa antum anhu ghafilun, na ninyi mmeghafilika naye, ninyi mpo katika mambo yenu, mmeghafilika naye akaliwa na mbwa mwitu. Mimi naogopa hili, linaweza likatokea hili. Pengine nyinyi mmetoka kidogo, mmemwacha sehemu, akaja mbwa mwitu akamla akamtafuna. Mimi naogopa hili, kwa hiyo mimi inanihuzunisha kutoka naye kwenda naye. Wa akhafu an yaakulahu dhi'b, na naogopa kuliwa na mbwa mwitu. Wa antum anhu ghafilun, hali yakuwa ninyi mmeghafilika naye. Qala Yaqub li abnaihi inni la yahzununi dhahabukum bihi, hakika mimi inanihuzunisha ninyi kwenda naye. Lianni la asbiru ala firaqihi, kwa sababu mimi sina subira ya kutengana naye, sina subira ya kutengana naye. Hii inaonyesha kwamba muda mwingi alikuwa naye, na hii inatokea. Kuna baadhi ya watu anakuwa anampenda moja katika watoto wake, muda mwingi anakuwa naye, muda mwingi anawasiliana naye zaidi pengine kuliko hata watoto wengine. Wa akhafu alayhi min an yaakulahu dhi'b, na mimi naogopa juu yake kuliwa na mbwa mwitu. Wa antum lahuna anhu, na ninyi mmeghafilika naye. Birrat'i, pengine mnakula matunda sehemu. Wal-la'ib, na mnacheza sehemu. Yeye akaja kaliwa na mbwa mwitu. Mimi naogopa hili, mimi naogopea hili. Wao wakajibu, qalu la in akalahu dhi'b, wakasema kama ataliwa na mbwa mwitu. Wa nahnu usba, na sisi tuko wengi. Inna idhan la khasirun, sisi basi tutakuwa ni wenye hasara, tutakuwa hatuna faida yoyote. Kama tukienda naye ataliwa na mbwa mwitu, na sisi ni wengi, tukashindwa kumlinda mtu mmoja akaliwa na mbwa mwitu, basi sisi tutakuwa ni wenye hasara, sisi tutakuwa ni wenye hasara, hatuna faida, hatuna khairi. Qalu li abihim, wakasema kumwambia baba yao, lain akala dhi'bu Yusuf, kama mbwa mwitu atamla Yusuf. Wa nahnu jamaa, na sisi ni kundi. Inna fi hadhihi alhal, hakika sisi katika hii hal, la khaira fina, hakuna khairi kwetu. Fa nahnu khasirun, sisi ni wenye hasara. Idh lam namna'uhu min adh-dhi'b, sisi ni wenye hasara kwa sababu hatujamlinda ndugu yetu na mbwa mwitu paka kamla. Kwa haya maneno yao baba yao akakubali watoke naye, akakubali watoke naye. Kwa hiyo ikaja hiyo kesho, ukafika muda wa kutoka, wakatoka na Yusuf, wakaondoka naye. Walipokuwa mbali tu na baba yao, yani baada ya kuwa tu mbali na baba yao wakawa hawaoni. Zimekuja habari kwamba walianza maneno kwa Yusuf, yani walipomchukua tu wakawa wako mbali na baba yao hawaoni, wakaanza maneno. Nyinyi ndio mnapendwa zaidi hapa nyumbani, nyinyi ndio mnaonekana mna maana, sisi wengine wote hatuna maana. Leo utakiona kwa wanamtukana, wanamsema, habari yako ndio inaishia leo, nyumbani huwezi kurudi tena, ndio basi
Allah tabarak wa taala anasema falamma dhahabu bihi, walipoondoka naye, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljubbi, na wakaafikiana kumtupia kisimani. Aljubbi ni albi'r, ghayabati aljubbi ni yani kile kina cha kisima, yani ndani kwenye kisima. Wakaafikiana kwamba wamtupie kisimani, na kweli wakamtupia kisimani, kwenye kisima ambacho walikuwa wamekusudia kwenda kumtupia hapo, aje abebwe na wapita njia. Kwa hiyo wakafika pale kwenye kile kisima wakamtupia, na zimekuja habari kwamba alijaribu kujiokoa kutoka, wakawa wanamsukuma mpaka mwishoni akaangukia ndani. Kulikuwa kuna jiwe pale katikati, akawa ametoka kwenye maji akasimama kwenye lile jiwe, ndio akawa amekaa pale. Katika haya mazingira magumu anahitajia kufarijiwa, anahitajia maneno ya kumfariji, kumtia moyo. Allah tabarak wa taala anasema wa awhayna ilayhi, tukampelekea wahai Yusuf, la tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun, tukampelekea wahai Yusuf kwamba utakuja kuwaeleza jambo lao hili, utakuja kuwaambia kitendo chao hichi, wa hum la yash'urun, na wao hawajui kwamba wewe ndo Yusuf, hawajui. Na kweli mara ya mwisho walipoenda Misri, alikuja kuwauliza, je, mnajua mlichomfanyia Yusufu? Wao hawajui kwamba huyu ndo Yusuf. Akawaambia, mnajua mlichomfanyia Yusuf? Wakasema, kwani wewe ndo Yusuf? Wewe ndo Yusuf? Akawaambia kwamba mimi ndo Yusuf, wa hadha akhi, na huyu ndo ndugu yangu. Allah tabarak wa taala ametuneemesha. Kwa hiyo wakawa wameomba msamaha, naye akawa amewasamehe. Kania mwenye kusubiri katika balaa akamcha Allah tabarak wa taala, Allah tabarak wa taala anamnyanyua kama alivyonyanyuliwa Yusuf alayhi salam. Kwa Yusufu, pamoja na kwamba matatizo ni makubwa, shida ni kubwa, akaendelea kufarijiwa na Allah tabarak wa taala kwamba hili litapita na wewe utaondoka hapa kisimani, mwishoni utakuja kuwa katika mazingira mazuri, katika hali nzuri. Hawa watakuja kuwa ni wanyonge dhalili, utakuja kuambia kitendo chao hichi. Wa hum la yash'urun, na hawaelewi kwamba wewe ndo Yusuf. Fa arsalahu Yaqubu ma'ahum, Yaqubu akamwachia akaenda nao. Falamma dhahabu bihi ba'ida, walipoenda naye mbali, waazamu ala ra'mihi fi qa'ri al-bi'r, na wakaazimia kumtupia kwenye kina cha kisima. Wakamtupia kwenye kina cha kisima, kawa wamemtupia kwenye kile kisima bila huruma kabisa. Ndugu yao, angalieni namna ambavyo husda inampelekea mtu anafanya matendo mabaya. Hichi kitendo ambacho wanakifanya wanamfanyia ndugu yao, hasad imewapelekea wakawa wanafanya hichi kitendo. Kwa hiyo wakamtupia kwenye kisima. Awhayna ila Yusufa fi hadhihi alhal, tukampelekea wahyi Yusuf katika hali hii, la tukhbirannahum bisani'ihim hadha, utawaeleza kitendo chao hichi, wa hum la yash'uruna bika hala ikhbarika lahum, utawaambia kitendo chao hichi na wao hawakujui wewe wakati unawaambia, wakati unawaeleza. Na ndio ilikuja kutokea hivyo. Walipomtupia wakaondoka, wakarudi nyumbani, na walirudi nyumbani jioni, usiku, giza. Anasema Allah tabarak wa taala, waja'u abahum isha'an yabkun, wakamjia baba yao isha'an, jioni, yabkun, wanalia.
waja'u abahum isha'a yabkun, wakamjia baba yao jioni wanalia, yani wanajifanya wana huzuni, wana mawazo, hawana amani, hawana utulivu. waja'u abahum isha'a yabkun. Wajaa ikhwatu yusufa abahum, wakamjia ndugu zake na Yusuf baba yao, waqta al-isha, muda wa jioni, yatabakauna, wanajiliza, wanajifanya wanalia, tarwijan limakrihim, ili kupitisha vile vitimbi vyao, ili baba yao aamini kwamba hichi ambacho watamwambia ni kweli. Kwa hiyo wakawa analia, kila mmoja analia, wameinama, tarwija ni makrihim, kwa ajili ya kupitisha jambo lao, vitimbi vyao. Qalu ya abana, wakasema ewe baba yetu, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina. Wakasema ewe baba yetu, inna dhahabna nastabiqu, hakika sisi tulienda kushindana. Yani tulienda kushindana kwa miguu, yani kwa kukimbia kwa miguu au kwa kurusha mishale, tulienda kushindana. Watarakna yusufa inda mata'ina, na tukamwacha Yusuf kwenye mizigo yetu, kwenye nguo zetu. Faakalahu dhi'ib, akaliwa na mbwa mwitu. Tuliporudi tukakuta Yusuf ameliwa na mbwa mwitu, ameshauawa. Wama anta bimu'minin lana, na wewe hautotuamini sisi, walau kunna sadiqin, hata kama ni wa kweli wewe hautotuamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu unatudhania vibaya. Kwanza tangia mwanzo kabisa wao walikuwa wanatudhania si vibaya na Yusuf. Kwa hiyo kwa hili hautotuamini, hata kama tunazungumza kweli, hata kama ni kweli hautotuamini. Na baba yao aliwaambia kwamba mimi naogopa mkienda naye ataliwa na nini? Na mbwa mwitu. Kwa hiyo wakasema mzee mwenyewe sio alikuwa anahofia mbwa mwitu, huyu tumeshampoteza, tukirudi tutamwambia nini? Tumwambie kwamba ameshaliwa na mbwa mwitu, kwa hiyo hakuna namna, yani hakuna namna. Na hili ni jambo ambalo limetokea bila sisi kutaka, tumejitahidi lakini limetokea hivyo. Yani sawa na mtu ukamwambia bwana mimi siwezi kukupa baisikeli, huenda ikaibiwa. Sasa hivi wezi ni wengi, majambazi ni wengi, watu ni wajanja, wewe sio mjanja mjini, ndio mara ya pili ya tatu naenda mjini, inaweza kaibiwa baisikeli yangu, mimi siwezi kukuazima bwana. Alafu yeye ana nia ya kwenda kuiuza au ana nia ya kuiba. Kwa akifika mjini hapa akaiuza, akaiba, taenda kumwambia nini? Yeye alikuwa anahofia nini? Yeye alikuwa anaogopa nini? Alikuwa anaogopa kwamba huenda kafanyaje, ikaibiwa. Kwa hiyo imeibiwa, sasa mimi nitafanyaje? Nimeshaibiwa baisikeli yako, mimi sina namna. Na wewe hautoniamini kwa sababu hata mwanzo walikuwa wanasema maneno mengi, hata kama nazungumza kweli wewe hautoniamini. Qalu ya abana, wakasema ewe baba yetu, inna dhahabna natasabaq, sisi tulienda kushindana, ala al-arjul, tulienda kushindana kwa kukimbia kwa miguu, wanatarama bin nibal, na vile vile tunarusha mishale, tunashindana nani ambaye atalenga shabaha. Watarakna Yusuf inda thiyabina, tukamwacha Yusuf kwenye nguo zetu, wa azwadina, na mizigo yetu, liyahfadhaha, ili ailinde. Sisi tulienda kushindana
kwa kukimbia kwa miguu na kurusha mishale, nani ambaye atapatia shabaha, nani ambaye atalenga? Tukamwacha Yusufu kwenye nguo zetu na kwenye mizigo yetu alinde. Tulimwambia, dogo wewe kaa hapa, angalia mizigo, tunakuja. Fa akalahu dhi'ib, akaliwa na mbwa mwitu. Walasta bimusaddiqin lana, na wewe hautotuamini sisi, wewe hautotusadikisha sisi. Wa in kunna fil waqi', japo kuwa kwenye uhalisia, sadiqin, sisi ni wakweli, fima akhbarnaka bihi, katika yale ambayo tunakupa habari, sisi ni wakweli, lakini wewe hautotuamini. Min fawaidil ayat, katika faida za aya, almailu ila ahadi alabna, kuegemea kwa moja ya watoto, bilhubbi, kwa upendo, kuegemea kwa moja katika watoto kwa upendo. Yurithul adawa, kunaleta uadui, walhasada baina alikhwa, kunaleta uadui na husda baina ya ndugu. Baba anapokuwa amemili, ameegemea kwa moja katika watoto kwa kumpenda zaidi mmoja wao kuliko wengine, hii inaleta uadui na husda baina ya ndugu. Utakuta watoto wanakuwa ni maadui na wanakuwa na husudiana baina yao. Lakini hili jambo ni jambo linafungamana na moyo wa mtu, kumpenda moja katika watoto kuliko wengine. Hili ni jambo ambalo mtu hana khiari nalo, hana mamlaka nalo. Kwa hiyo ikitokea wakawa nampenda mmoja wao kuliko wengine, hatolaumika kisheria, hatolaumika kisheria, isipokuwa kinachotakiwa afanye uadilifu katika kuwahudumia, katika kuwatunza watoto wake, jitahidi afanye uadilifu. Lakini hili jambo la kuegemea kwa mmoja wao zaidi kuliko wengine ni jambo ambalo ni la kimaumbile, mtu hana khiari yani. Kwa hiyo hata Yaqubu alayhi salam hakuwa na kosa katika hili jambo, kwa sababu alikuwa anafanya uadilifu baina yao katika kuwahudumia, na alikuwa anampenda tu Yusuf katika moyo wake. Mapenzi ni makubwa kwa Yusuf na ndugu yake kuliko wengine, lakini kwenye kuwahudumia alikuwa anafanya uadilifu baina yao. Na hili lipo hata kwenye upande wa wake, kama wanawake wawili, watatu, wanne, kutakuwa kuna mmoja unampenda zaidi kuliko wengine. Kama unafanya uadilifu katika kuwahudumia, hautolaumiwa. Lakini ukiacha kudhihirisha, itakuwa ni kheri kwa ajili ya kuzuia uadui na husda baina yao. So kuna baadhi ya watu anadhihirisha na tangaza, akiwa anadhihirisha na tangaza, analeta uadui na husda kubwa baina yao. Kuna baadhi ya watu wanasema mke wangu bwana ni fulani. Wengine ni kama unavyoona msafara wa mamba, kenge nayo wamo. Paka kuna baadhi ya sasa utakuta huyo mwanamke mwingine ambaye anapendwa zaidi anasema hivi. So nilitoa muhadhara siku moja, muhadhara akina mama, nikaja nikaulizwa swali, mwalimu vipi, tupo kwenye ukewenza, kuna moja katika wanawake anasema kwenye msafara wa mamba kenge nayo wamo, yani yeye ndo mamba, wengine wote sisi ni kenge. Hii vipi yani? Nikamwambia kwamba hili jambo halitakiwi, na inawezekana mume amelisababisha kwa kumpa huyu kichwa, mpaka ikafika muda akajiona kwamba yeye ni wa maana katika ndoa kuliko wenzake ni kenge, yeye ni mamba. Sasa haya ni mambo ambayo hayatakiwi yani. Usidhihirishe, usitangaze kwa ajili ya kuepusha mambo kama haya. Lakini baadhi ya watu yani wana akili ndogo yani, mimi nasema hivi, wana akili ndogo. Utakuta yani akifika kwa huyu anazungumza, anasema unajua mwenzako ndio najitahidi, mimi nikiwa kwake najisikia kama niko peponi, lakini kwako hapa kama niko motoni. Kuna mmoja katika wanafunzi wa Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, alifariki miaka iliyopita, alikuwa na wake watatu. Akaandika makala
ikawa imesambazwa kwenye magrupu akimzungumzia mume wao. Anasema alikuwa anajitahidi kwenye uadilifu, paka kwenye kupenda alikuwa anajitahidi, paka ameondoka duniani, amekufa, hatujui ni nani ambaye alikuwa anampenda zaidi katika sisi, hatujui. Yani kama utawaza kulifanya hili jambo, ni jambo ambalo ni zuri sana, utazuia mengi, utaepusha mengi. Lakini ukiwa ni mwanaume kidomodomo kama walivyokuwa baadhi ya wanaume, yani utapata changamoto sana kwenye ndoa. Hawa waliingiwa na husuda mpaka wakasema kwamba muweni Yusuf au mpotezeni, pelekeni ardhi ya mbali. Usije ukashangaa na mke wako akaingiwa na husuda ikazidi mpaka akafikiria kukufanyia kitu kibaya wewe au kumfanyia mwenzake kitu kibaya, usije ukashangaa. Kwa hiyo ndio maana nawaambia kwamba ukiwa makini katika kuishi nao, ukiwa na busara katika kuishi nao, utaepusha mengi na utafunika mengi. Hata kama unajua kabisa kwamba mimi nikiwa kwa mafulani moyo wangu unakuwa umetulia, damu zinaachia, hata kama unajua hivyo, wewe unanyamaza, unakaa kimya, basi inakuwa ni kheri kwako na ni kheri kwenye familia vile vile. Faida nyingine, bayanu khuturatul hasad, kubainisha hatari ya husda. Alladhi jarra ikhwata Yusufa ila alkaidi bihi, ambayo iliwapelekea ndugu zake na Yusuf kumfanyia vitimbi Yusuf. Wal muamarati ala qatlihi, na kupanga njama ya kumuua. Hayo yote yanaonyesha hatari ya hasad. Hasad ina hatari. Angalia, imewapelekea ndugu zake na Yusuf kumfanyia vitimbi ndugu yao Yusuf na kupanga njama ya kumuua. Angalia hasad. Na hasadi inakwepo sana baina ya ndugu, na uadui wao unakuwa ni uadui ambao ni mbaya, na unakuwa ni uadui ambao ni mkubwa kikweli. Ndio maana Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala anasema kwamba ili kuepusha haya, kama Allah tabarak wa taala amekujalia wewe una kipato kizuri kuliko ndugu zako, yani jitahidi kuwasaidia, jitahidi usiwasahau, wasaidie, utaepusha mengi kama tulivyokuwa tunazungumza hapa. Kinyume na hivi, hasadi yao kizidi, wanaweza wakafikiria kukufanyia kibaya, wakapanga hata kukuua, kama ilivyotokea kwa ndugu yake Yusuf na Yusuf alayhi salam. Na tuishia hapa leo, tumechukua muda mrefu ili kumalizia huu ukurasa, tutakuja kuendelea kesho. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.